Wakati haya kijiri, Rais Ruto bado anasalia mwaniaji atakayeibuka mshindi iwapo uchaguzi mkuu ungeandaliwa leo hii. Utafiti wa hivi punde wa shirika la Infotrack umeonyesha kwamba kiongozi wa taifa yuko mbele ikilinganishwa na wanasiasa wengine wanaomezea mate nafasi ya urais, akiwemo naibu kinara wa chama cha Jubilee Daktari Fred Matiang'i. Utafiti huo aidha umebaini kuwa mbunge wa Embakasi Mashariki Babu Owino ndiye kiongozi anayependelewa kumrithi hayati Raila Odinga. Mary Kyalo na taarifa kamili. Zikiwa zimesalia miezi 20 kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2027, utafiti uliofanywa na shirika la Infotrack limeonyesha kuwa Wakenya wengi watamchagua Rais William Ruto kwa awamu ya pili afisini. Kulingana na utafiti huo uliofanywa kati ya tarehe 19 na tarehe 20 mwezi Disemba mwaka 2025, asilimia 28 ya walioshiriki walisema kuwa watampigia Rais Ruto kura, asilimia 13 wakisema watamchagua aliyekuwa waziri wa usalama wa ndani Fred Matiang'i, asilimia 12 wakimpendelea kinara wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka, asilimia 7 wakipendekeza mbunge wa Embakasi Mashariki Babu Owino, huku asilimia 5 wakisema watampigia kura aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua. Wengine waliotajwa katika utafiti huo ni kinara wa PLP Martha Karua na aliyekuwa jaji mkuu David Maraga, ambao walitoka na asilimia 2 kila mmoja. Na kuhusu miungano ya kisiasa, asilimia 30 ya Wakenya walisema wanaunga mkono serikali jumuishi, asilimia 22 inaunga mkono muungano wa upinzani ukiongozwa naye Kalonzo Musyoka, Rigathi Gachagua na kinara wa DAP Kenya Eugene Wamalwa. Aidha, ripoti hiyo imeashiria kuwa asilimia 17 inaunga mkono muungano wa Kenya Moja ukiongozwa na seneta wa Nairobi Edwin Sifuna na mbunge Babu Owino, huku asilimia 29 wakiwa hawajafanya maamuzi. Katika umaarufu wa vyama vya kisiasa, chama cha UDA kimeibuka kama chama kinachoungwa mkono na Wakenya wengi, asilimia 23 ya walioshiriki wakiunga mkono, na kufuatwa karibu na chama cha ODM kwa asilimia 19, nayo DCP ikipata asilimia 6 ya uungwaji mkono kote nchini. Chama cha Jubilee na Wiper zikiwa na asilimia 5 na 4 mtawalia. Wakati huo huo, asilimia 32 ya Wakenya wanasema hawajihisi kuwa karibu na chama chochote cha kisiasa, hali inayoashiria kuongezeka kwa tahadhari miongoni mwa wananchi badala ya kujitenga na kisiasa. Na kufuatia mjadala mkali kuhusu ni nani atakayekuwa mrithi wa aliyekuwa kiongozi wa ODM hayati Raila Odinga, utafiti huo umemweka mbunge wa Babu Owino kifua mbele kwa asilimia 33, akifuatwa na seneta wa Siaya Oburu Odinga kwa asilimia 10, gavana wa Homa Bay Gladys Wanga akipata asilimia 7, mwanawe marehemu Raila Winnie Odinga akipata asilimia 1 na gavana James Orengo akipata asilimia 4. Mbunge Babu Owino amekuwa gumzo muhimu katika mijadala ya kisiasa tangu kifo cha Raila Odinga, huku ripoti ikionyesha kuwa huenda akajitokeza kama kiongozi mkuu wa kisiasa wa jamii ya Luo endapo mwelekeo wa sasa utaendelea. Mary Kyalo, Undugu TV.